Katika hali isiyo ya kawaida, wananchi wa mtaa wa Itongo, kata ya Mwakibete, jijini Mbeya, wameingia kwenye taharuki baada ya kutangaziwa wafike kwenye ofisi za mtaa huo kutambua miili ya watu wawili ambao wameuawa, lakini walipofika ofisini hapo hawakuikuta miili hiyo. Tukio hilo limetokea Ijumaa Julai 10 mwaka 2026 majira saa 11 alfajiri, ambapo wananchi hao wanaeleza kuwa walisikia tangazo linalotolewa na uongozi wa mtaa huo kwamba wanatakiwa kufika katika ofisi za mtaa huo saa 12:30 asubuhi ili kutambua miili hiyo, lakini walipofika ofisini hapo wakaeleza kuwa hiyo ilikuwa ni mbinu ya kuwaita kwenye mkutano, kwa kuwa akitangaziwa kuna mikutano huwa hawahudhurii. Mimi ni Anthony Komba na hii ni Kusaga TV. Kwa jina naitwa Edina Abel Mwakilasa, ni mkazi wa mtaa wa Itongo. Jana saa 11 asubuhi alfajiri akatokea kijana mmoja anaitwa Juma, ambaye ndo mtoa taarifa mtaa wa Itongo, taarifa zozote zinazotokea. Baadaye akiwa na king'ora anaita jamani, anaita kila sehemu, anaambia mtoke mwende kwa ofisi ya kata mkaangalie, kuna maiti imetupwa pale, kuna maiti 2 zimetupwa ofisi ya kata. Kwa hiyo wananchi wote hata mitaa ya karibu muingie wote, mkimbie kwenda kuona manani hii maiti. Ikabidi tuamke ile saa 11, ile saa 11, saa 12 kasoro tukaamka, watu wengi wakaanza kuamka kwenda kukimbia, wakiwa wanakimbia kwenda kusikiliza. Basi wote tukakimbia kwenda ofisi ya kata. Tulipofika ofisi ya kata tukawa tumekusanyika, muda unazidi kwenda. Akasema mimi naendelea kutangaza watu wote watoke waje waangalie hiyo mili. Basi tulipofika pale ofisi ya kata hatuoni mili wala dalili. Tukamuuliza, akawa anafika Mwabulili Pendo. Mwabulili huyu bado anaendelea kutangaza, anasema kuna mili. Anasema ndio kuna mili. Tumeingiza jana usiku ofisini. Tunamsubiria mwenyekiti na polisi kata waje watoe hii mili. Lakini baada ya muda kwenye saa 1 kasoro akawa amefika nani hii, huyu Juma ametoka kutangaza. Watu wamekusanyika tukiwa kundi kubwa sana, wazee kwa vijana na watoto, wazee hivyo hivyo. Tulipofika pale anatuambia tumefanyia hii trick kwa sababu watu hawatoki kwenye mikutano. Leo tumeamua kufanya hivi na watu wametoka hata ambao hawajawahi toka. Tulipoanza kumuuliza akasema maiti haipo, ila tumefanya mbinu ya kunani hii kuwaita kwa njia hii. Kwa hiyo hapo kila mtu akawa amepatwa na hasira. Yaani wengine kila mtu akawa anaongea la kwake. Yaani ukatuitie kwa njia hii hapa. Mimi nikaendelea kumuuliza, nikamwambia aliyekutuma ni nani? Tukiwa watu wengi. Akasema mimi nimetumwa na polisi kata na ukiwa na mwenyekiti. Kwa nini unadanganya wananchi? Akasema ndio njia niliyotumia. Kwa hiyo kwa sisi wananchi imetuumiza sana. Kwako mwandishi wa habari, tunaomba ili jambo tusaidie kwa nini anatufanyia hivi. Kesho na kesho kutwa litakuja kutokea hiyo. Na kama lipo basi atuonyeshe maiti yao yako wapi. Kwa sababu hatujaonyesha maiti, na yule mwingine amesema maiti iko ndani. Anasema maiti 2 ziko ndani. Leo hapa wanakuja kutuambia, kutupa Kiswahili kingine ambacho hakieleweki. Hiyo ni dharau, wametudharau sana. Tunaomba msaada wenu. Kutusemea. Nyie kama wasemeaji tusemee. Tunaomba tusemee kwa hilo, kulikemea hilo jambo. Huyo Pendo ni nani? Huyo Pendo ni Mwabulili, anaitwa Pendo Mwabulili, ni mjumbe wa serikali hizo. Anaita mjumbe, sijui ni mjumbe. Kaimu wa mwenyekiti. Ndio huyo alituambiaje? Ndio Pendo ndo akasida wakati tunamuuliza mbona maiti hatuioni? Akasema maiti tumezibeba, tumeziingiza ndani. Tukamwambia mmediriki kubeba? Akasema tumebeba, tumeingiza ndani. Mwenyekiti ndo ameshika fungua na kuja kufungua ili waonyeshe. Asante. Baada hapo nini sasa kilifuatia? Kilichofuatia hapo hatukutaka kusikiliza kitu chochote, tukawa kila mtu amepaniki, kila mtu tukaanza kutawanyika. Yaani kila mtu anaongea la kwake. Baadaye kuna baadhi ya wengine walimuuliza, ulichokuwa unatuitia sana kama siri ni nini? Akasema kuna wezi sana mtaani, nitaka kuwatangazia nani hii kuhusu wezi. Wezi sasa, hawa wezi ndo maiti sasa uliotuambia tunataka maiti. Akasema hamna maiti. Huyo Juma pia ni nani? Ni mjumbe, ni msemaji wa matukio yakitokea. Yeye wanamuita kama mtangazaji kutokea la mgambo, kulipiga kama la mgambo likitokea. Naitwa Brian Peter Kayage. Ni mkazi wa maeneo ya mtaa unaitwa Itongo.
Ilikuwa ni jana alfajiri majira ya saa 11, tukasikia filimbi na tangazo ikipita, aro ndugu wananchi, mnataarifiwa kufika saa 12:30 kwenye uwanja karibu na ofisi ya kata ile. Ni ofisi ya kata. Kuna miili ya ndugu zetu watatu, wawili wamekufa, iko pale, mje muitambue. Basi kama wananchi wa pale, mimi binafsi nikachukua nania kwanza kuamka na kuanza kuwataarifu wapangaji wenzangu, jamani, kuna tangazo linapita huko nje. Sasa mkishasikia tangazo tunatakiwa muende kama mlivyoelekezwa, mtii ile nani. Kwa hiyo nikaamsha, nikaona hawanipi ushikani, nikaamsha jirani yangu mmoja pale wa ng'ambo ya pili, ndio tukaamka tukaenda eneo ambao tumeambiwa twende eneo la tukio. Kwa hiyo tulipofika pale ndio kukutana na wananchi wenzetu ambao kuna wengine kwa wakati wanatakiwa wawahi mashuleni, wengine wawahi kwenda kupakia watoto wanaenda shuleni. Lakini kwa sababu wametuambia kutokana na neno la mtangazaji, tumeambiwa tusubiri hadi utakavyo kuja mwenyekiti ndio aitoe zile maiti amezifungia kwenye chumba cha nani, kwa sababu tukaenda kwa eneo la ofisi tukamulika, tukaona maiti hatuzioni, tukarudi tukahoji kwa mtangazaji, akasema maiti zimefungiwa na mwenyekiti kwenye ofisi ile pale. Kwa hiyo subiri akifika mwenyekiti ndio mwenye ridhaa kuitoa hiyo maiti. Sasa sisi kama wananchi, kero wetu kubwa ni kwa sababu unavyotangazwa tangazo kama hili hapa, unavyoambiwa kuna miili, sawa, mtu unashtuka, kuna watoto zetu, kuna ndugu zetu, tukatambua miili chanzo ni nini, ndio tunaambiwa tupo. Akasema chanzo ni kwamba hao wameuawa kwenye uwizi. Sawa, haya maiti ziko wapi sasa? Tuzitambue, zipo huko ndani, subiri kwanza afike mwenyekiti. Kwa hiyo tumekaa mpaka saa 1 kasoro anafika kaimu wa mwenyekiti ambaye ndio Mwabwiriri, mwenyekiti akufi akiwa na huyo Juma, ndio tunaendelea kumhoji. Umetuambia tuamke kuja kuangalia maiti hapa ofisini, mbona tuoni maiti wala tuoni nini? Anasema maiti tumeona, tukisema maiti mtatoka kwa wingi, lakini tungetangaza kusema mnatakiwa kwenye mkutano msingetoka kwa wingi. Sasa pointi yenu kubwa ni nyinyi, nini nimetuamshia hapa? Wanasema pointi kubwa ndio muwashe taa za nje, alafu kuna wizi umetokea. Sasa kuna vijana grupu la watu 10 wanaingia kila baadhi ya nyumba, wanafanya uvamizi, wanavunja vioo vya magari, wanaiba vitu kwenye magari na kwenye nini. Kwa hiyo hilo ndio ilikuwa sababu kubwa ya kuwaambia mjihimu hapa tumedanganya kwa kuna maiti, lakini maiti hamna, ili muamke kwa wingi. Nini maoni yako katika hilo? Maoni yangu katika hili hapa, kwanza kwa kuongea hiyo kauli ya udanganyifu, kwa sababu kuna siku ile itatokea jambo lenye mfanano kama huu. Sasa hautakuwepo mwitikio, tutajua tunadanganywaga. Sasa sisi ombi na maoni yetu kwetu, tunaomba nyinyi kama vyombo vya habari mnaweza mkatusemea kwamba kwa nini wanafanya udanganyifu kwa watu wazima kama sisi. Sisi sio watoto, hata kama ni watoto kuna vitu vya kudanganya. Sasa watu wazima ule wametupa ile headache kuanzia hiyo saa 10:30, tuko macho, tunaenda pale tunapigwa na baridi, tunapoteza tena muda kwenda kufanya shughuli zetu, tunakaa afu tunaambiwa tulikuwa tumeona tudanganye ndio mtafika kwa wingi. Pointi yetu muwashe taa za nje, na kuna wizi umetokea baadhi ya maeneo haya hapa. Mimi naitwa Joel Samuel Mtawa, nipo jirani sana na mtaa wa Itongo. Limekuja tukio la jana, tunashangaa asubuhi tunatangaziwa kwa PA kubwa kwamba kuna tukio ambalo limefanyika kwenye ofisi ya mtaa. Hebu jaribu kuangalia hivi vitu kama hivi kwenye ofisi ya mtaa, muje muangalie maiti zipo pale. Hawatamki idadi, maiti zipo pale. Wakati juzi tumeshinda tunahangaika usiku kucha kwa ajili ya mtoto wetu alikuwa amekamatwa na jeshi la polisi kwa ajili ya kuogopea mambo ya maandamano. Wamekwenda kumwachia hapa 8 akarudi nyumbani usiku saa 9. Sasa ile ingekuwa limetokea vile, alafu mnaambiwa kuna maiti, anasababisha watu kuweza kukata maiti, kukufa kabla ya wakati. Kwa maana hiyo wanatushtua, alafu sababu ya msingi tunakuja kuambiwa kwamba tungewaambia bila kuwashtua hivyo msingekuja kwenye mkutano. Hizi zote athari zinakuja kutokana na kutulazimisha kuchagulia watu ambao hatuwataki. Sasa wananchi wanaona ni bora wale wachagua waliowaweka pale ndio wanawaita kwenda kuwapa taarifa. Kwa ujumla hali ndivyo ilivyo. Kwa maana hiyo tunachokiomba, hizi taarifa ziendelee kusambaa ili hii tabia iishe, na tabia ya kutuchaguliwa viongozi tusiowataka liife, na mambo ya kutulazimisha wanachotaka wao kife. Sisi tunataka tufanye vitu tunavyovitaka sisi, kufuata katiba na kanuni za nchi zinasemaje, sio kanuni za Chama cha Mapinduzi au kanuni ya chama fulani. Sisi tunataka kanuni za nchi inasemaje, ambayo inatubana wote. Hasiwepo mtu anakuwa juu ya sheria, wote tuwe ndani, tuwe chini ya sheria na tufuate taratibu.
Haiwezekani mtu mmoja au wawili wakawa natupelekesha kata nzima hii. Haiwezekani kabisa. Hii kata ni kwa ajili ya sisi wote wakazi wa hili eneo na huu mtaa. Hata nchi pia sio ya mtu, ni nchi ya kwetu sisi wa Tanzania. Haimilikiwi na watu watatu au wawili. Lakini imeonekana sasa ni shida. Na tunapofungiwa mikutano tusio na sehemu za kusema, waandishi wa habari na nyie msiogope kuja kututembelea. Tunao mengi tutakuwa tunawaambia hivi ili yaendelee kusambaa na watu wafunguke. Kuna sasa hivi watu wanafika mahali, sasa hivi watu wana hamu sana kuongea, lakini wanaogopa kwamba akiongea atakamatwa. Mimi nimesema kwa umri nilionao huu, hata wakinikamata wanikamate wanifanye chochote kile. Mimi miaka yangu ishaenda. Wafanye wanachotaka, japokuwa miaka yangu ni 70, sahihi kabisa. Mimi nipo tayari kwa lolote kuongea, siwezi kumuogopa mtu. Mtu anafanya upumbavu, kizazi changu kitaendelea kuwa mtumwa wa mtu miaka na miaka. Kiishie hapa hicho kizazi changu kuteseka. Asante sana mwandishi wa habari. Mimi naitwa Rutufu Mwakajira. Mwandishi, tunashukuru kwa kufika kwenye eneo letu la kata Mwakibete. Kumetokea sintofahamu, taharuki kubwa siku ya jana. Asubuhi saa 11 ikapita PA ambayo inaonyesha wameilipia PA kwa ajili ya kutangaza tangazo la kifedhuri kabisa kwamba kuna maiti zimeokotwa ziko kwenye ofisi za kata, wananchi wote mfike pale ili mkatambue maiti. Watu kwa taharuki wakatoka kwenda kwenye ofisi. Yaani cha ajabu kumbe haliko. Yaani kwenye nyakati hizi ambazo watu wanapotea, watu wanakufa, wao pasipokuwa na ufahamu wanaamua kabisa kuzua taharuki kwenye jamii. Watu wanalalamika, watu wamefika kwenye mkutano, mwisho wa siku wanasema kwamba hakuna maiti hapa kwa sababu tunaita kwenye mikutano hamfiki, basi tumeamua tutumie hii trick ya kwamba kuna maiti. Wakati kiuhalisia jambo la maiti ni jambo zito sana, na mtu kuliongelea kuzua habari ya maiti ni jambo zito sana. Sasa tunajiuliza na watu wanajiuliza, kwa sababu sisi, kwa mfano mimi ni kiongozi wa chama cha upinzani, kwa sehemu ni msemaji wa wananchi. Kuna manunguniko mengi na watu, hata hao vijana walikuwa wanatangaza kiasi kwamba singekuwa nafahamu jana palikuwa hapatoshi, wanataka kuwachukulia na kuwapiga, kuchukua hatua. Sasa tunashangaa kwamba kweli ni viongozi wa serikali wanaweza kufanya hivyo, kuzua taharuki kwenye jamii. Saa 11 inapita gari ya PA kwa sauti kubwa, muende kwenye ofisi za serikali za mitaa. Kweli tunashangaa na tunasikitika, lakini tunaona hakuna hatua zinazochukuliwa, kwa sababu ingekuwa ni upinzani umefanya hivyo, najua sasa hivi labda kata nzima viongozi wangekuwa wamechukuliwa. Lakini kwa kuwa wako wa chama tawala, inaonekana ni jambo la kawaida kabisa, lakini inaumiza kwa kweli, inaumiza kwa sababu kuna watu wamepotezwa, ndugu zao wamepotea, vijana wao baada hawaoni, leo naenda kuzua taharuki kwamba kuna maiti. Sasa mtu anatoka na matumaini kwamba labda nikaone maiti ya ndugu yangu aliyepotea nitamuona, haitokei. Sasa kwa kweli ni shida. Mwandishi wa habari, tunaomba hizi habari kwa kweli tunaomba zifike kwa viongozi wa ngazi za juu, kama wapo viongozi kweli wachukue hatua. Ni jambo la kusikitisha kabisa. Halo. Habari ya asubuhi mwenyekiti. Salama. Ndio. Mimi jina langu ni Anthony Komba, mwandishi wa habari kutoka Kusaga Online TV. Baba. Niko mbali. Basi tunaweza tu kuzungumza kwenye simu kama uko mbali. Hamna shida. Jambo lenyewe jana kulikuwa na tangazo la kwamba kuna miili ipo kwenye ofisi ya mtaa. Ndio. Lilitangazwa saa 11 alfajiri. Sasa baadaye wananchi walipokwenda hapo wakaambiwa kwamba waliitwa kwa ajili tu ya mkutano, hakuna miili hiyo. Sasa wao wamelalamikia hicho kitendo. Sasa nataka nijue kwanza kama jambo lenyewe unalifahamu. Nalifahamu vizuri. Sasa kwa nini mwenyekiti mlitumia njia hiyo ya kuambia watu kuna miili na msiwaambie tu kuna mkutano wa kawaida? Asante baba. Ni hivi, kweli tulipanga mkutano baada ya kutokea wizi, kwamba tukemee huo wizi eneo husika. Lakini tulipanga ili watu wajitokeze, tupite na kipaza sauti ili watu waonekane.
Matokeo yake ile kijana ambaye alitangazwa na kipaza sauti, si mteme kujiongeza, kaanza kutamka hayo maneno, na mimi nikiwa sipo, na mkutano tulipanga iwe saa 1, yeye alianza saa 11:30 kuwatangazia kwamba saa 12 mfike pale. Sasa nilipotoka nyumbani kuelekea pale, baada ya kunipigia watu simu, nikakuta yule kijana ameondoka, na nikawaambia wananchi kwamba ni kweli tulikuwa na mkutano, lakini haya aliyoyafanya hakuagizwa hivyo. Aliagizwa watangazie wananchi kwamba tuna mkutano wa dharura kwa ajili ya ile tukio la wizi. Ndio. Na ndivyo ilivyokuwa. Sio maagizo yangu wala sio maagizo ya kamati ya mtaa kwamba tuliamua hivyo. Ni mtu tu aliamua kujiongeza tu kupanga maneno yake ambayo yanaharibu taswira nzima ya mtaa. Nasikia wewe haukuwepo kwenye mkutano. Mimi nilitembea kwa sababu yeye watu wananchi walikusanyika kabla ya muda niliyopanga mimi. Ndio. Kwa sababu yeye alisema saa 12:30 wao wamefika pale. Wakati sisi tulikubaliana ni saa 1 kamili ndio tukutane pale. Sasa mimi nilipokuwa napigiwa simu kwamba eti kuna miili iko hapo Fiakata, ndipo nilipoamka na watu nikakuta kweli pale walipoambiwa kwamba hakuna miili wanaondoka, ndipo nikawafahamisha kwamba bwana, huyu mtu aliyetangaza hivyo kweli tulikuwa wote tulipokuwa tunapanga, lakini wakati anaamua yeye hayo maneno ni ya kwake, sio mimi wala kamati yangu ya mtaa wala polisi kata hana taarifa nayo. Lakini watu ambao nimezungumza nao hapa wananieleza kwamba aliyekuwa na kaimu nafasi yako kabla hujafika alisema mlikuwa mmepanga hivi kwa sababu watu hawafiki kwenye mikutano mkiwatangazia kawaida. Ni yeye alisema hivyo, sio kweli. Huwezi kuzungumza maneno ya kitoto namna hiyo. Unataka kufanya nini? Ni taharuki mtaani namna hiyo. Mpaka sasa wewe kijana mmeshamchukulia hatua gani? Tumemchukulia, tumesema tumemtafuta jana alikuwa hayupo, ili nimewaita wazee tukae naye alikuwa na maana gani. Pengine sasa kama baada ya kumtafuta amesema Jumatatu anaweza kuwepo. Sasa mwenyekiti, pengine baada ya kufika kwenye mkutano uliomba radhi wananchi, maana wananchi wanasema pia hakukuwa na kitu ambacho kilieleweka hapo. Nikuombe tu mtangazaji, ni kwamba uwezi ukanyamaza kwa jambo kama hilo. Niliwaomba, ingawa nilikuta wengi wametawanyika, wengine wanazungumza, kila mtu nilionana naye nilimwambia sio nia yetu kama mtaa. Sawa, basi mimi nitakutafuta hiyo nitakutafuta Jumanne ili nijue pengine nini ambacho kimeendelea baada hapo, kwa sababu taharuki imekuwa kubwa, na nimezungumza na wananchi hapa wanasema mkiitisha mikutano kawaida wananchi hawajitokezi. Sasa mkaona mtumie njia hiyo ili kuwakusanya kwa nguvu. Huwezi kutumia lugha kama hiyo, ni lugha mbaya. Ni lugha mbaya kabisa mheshimiwa mtangazaji. Ni lugha mbaya sana, sio nzuri kwa jamii. Unatangaza hivyo watu wamepotelewa na ndugu zao, alafu na watangazia hivyo mitaani.